Taarifa hii ya habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fiziwani. Naamini kwamba unaendelea kukurubia redio yako ili kuendelea kufuata matangazo ya redio ya kijamii Kivu kupitia masafa yetu ya 93.0 FM. Na wakati huu ni wakati mzuri wa kuweza kuwaleteni uchambuzi wetu wa habari ambao unagubikwa na habari muhimu leo hii, makala ya michezo na burudani, ripoti na ripota wetu kutoka eneo tofauti, pamoja na habari za kitaifa na zile za kimataifa. Msomaji wako wa siku ya leo mimi ni mchumbe wa mkulima na Fatuma. Msikilizaji, tuambatane mwanzo hadi tamati. Na kama nilivyokujuza kuwa uchambuzi wetu wa habari unakuwa kigubikwa na habari muhimu leo hii, na za leo zinaletwa naye mwenzangu Safari Dilwe Alimasi. Karibu. Ni kushukuru mchumbe wa mkulima na Fatuma kwa kunipa fursa kuwaletea wasikilizaji wetu vichwa vya habari. Tuanzie na huko Katungulu ambako vijana watatu ikiwa wanafunzi wawili na mwalimu mmoja kujeruhiwa kwa risasi zisizo za kutegemea siku ya Ijumaa wiki tunayo ndani ya kijiji cha Katungulu ya kwanza sekta ya Tanganyika tarafani Fizi kutokana na maandamano yaliyoendeshwa na wanafunzi kisha mwanafunzi wao kufariki katika mazingira ya kutatanisha. Wengineko ni huko katika mji jirani wa Uvira ambako milio ya risasi imesikika mara tena ndani ya mji jirani wa Uvira siku ya tano hii ya tarehe 25 Aprili 2025 kutokana na hali ya kutokuelewana kati ya jeshi la taifa FARDC dhidi ya wenzao wazalendo. Kwa jambo hilo vuguvugu la machozi ya raia limekemea kwa hali ya juu kitendo hicho na kuahidi kuanzisha hatua za kikatiba. Huko Butembo ni kwamba mji wa Butembo kwa sasa utafanywa ulinzi hasa doria za usiku na jeshi la taifa FARDC pamoja na askari polisi, hivyo ni kisha vitendo vya usalama mdogo kuripotiwa kwa kiasi kikubwa katika maeneo hayo. Tumalizia habari hizi zilizogonga mwamba na huko kwenye habari za kitaifa ambako rais wa zamani wa DRC Joseph Kabila Kabange anapatikana kwa sasa nchini Eswatini ili kushiriki katika sherehe zinazoashiria kumbukumbu ya miaka 57 ya mfalme Mswati. Mchumba mkulima na Fatuma, sina la ziada kwenye habari muhimu kwa siku ya leo. Shukrani sana mwenzangu Safari Dilwe Alimasi kwa habari muhimu. Acha tuingie kwa undani wa uchambuzi wetu wa habari siku ya leo. Tuanzie na habari hizi za mji wa Baraka. Uongozi wa baraza la vijana mjini Baraka umesema kulahani tukio la baadhi ya mabinti mjini humo kutishiwa kuvuliwa nguo na baadhi ya wazalendo siku ya 4 ya wiki tunayo. Degoli Malembewe Kubo, kiongozi wa muundo huo mjini humo, amesema kupata mshangao kuona mabinti waliokuwa wamevaa suruali na nguo fupi kutishiwa kwa kuvuliwa nguo na baadhi ya wazalendo kama alivyoeleza. Ndugu mtangazaji, nilirecevoir ile message avec beaucoup de regret kuona vijana wangu wa jeune fille kuvuliwa manguo juu, mtu anavala pantalo, kuvuliwa pantalo azarani, wengine kupigiwa magoti, wengine kuvuliwa mapantalo surtout mu marché jetem na côté ya Maison Escale. Vraiment ile message ile nisikitisha sana. Wakati nilipata zile taarifa kupitia mabinti wenye walikuwa wa victime ya ile maact, nilitoka personnellement nikaenda na meya wa jiji, nikaongea na vitengo vyote vya serikali CNPCC kuyepe, nikaenda na komanda mwenyeko hapa mjini Baraka, nikamwambia vraiment hapa tuko muvile na muvile kuinterdire mtu kuvala pantaloni vitu vyenye haviwezi sikilika vraiment, na nikamwonyesha kwamba sisi vijana tulikasirika sana na tulirecevoir ile message mbaya sana, na tukamwomba ya kwamba atafute wale baelema ya bazalendo walifanya ile vitendo na ile hali isijirudilie tena mjini Baraka. Tukashukuru, alitupokea na akasema vraiment hakukuwa na taarifa yoyote kufuatana na hivyo vitendo ambavyo vijana wangu ya bafie walikuwa ba victim, na naomba ba jeune fille wote walikuwa ba victime na wapatia pole, lakini pantaloni nguo saa nyingine hapa tuko muville na
nilimwambia ile hali sirudilie tena, na akasema vitarudilia tena, na ndio naomba wa jeune fille basi jisumbue tena, wakuvala pantalon avale, wakuvala mini jipe avale, ile inata problem. Tutoka kuonana na komanda tuasire kama na bali belfa vile batazibiwa juu banajulikana majina. Upande mwingine De Gaulle Malembe Wekubo kupitia fursa hiyo ameomba kwa uongozi wa wazalendo la kundi la SNPCC mjini Baraka kuvalia njuga swala la vijana kunyang'anywa simu zao mida ya usiku. Nao baadhi ya wazalendo De Gaulle Malembe Wekubo amerejea mara tena, na nilimpatia ripoti ya babiana walikuwa nyang'anywa matelefoni usiku, surtout kote ya kuvuka kilalo ya Mwemezi. Ilikuwa maraporo ya jeunesse yenye usiku kutoka kwa mamache kunyang'anywa matelefoni. Ile leo nimfikishia ile hali ile raporo, na akaniambia atafanyia kazi. Akaniambia ya kwamba abana injonction yote ile kusema ke mwanamke asivali pantalon uswate kukue saa za kutembea mjini Baraka. Baraka kuna saa seme 21h 22h ndio saa mwisho za kutembea. Hapana, asema mtu atatembea saa ni saa, lakini security ya kwanza ni mtu mwenyewe. Tunajua periode tuko mwayo, tunapaswa tembea avec moderation, na yote atembea utarudia saa gani kunyumba, lakini kusema ke 20h 21h ndio saa kutembea mjini Baraka, hapana, ile condition haiko mjini Baraka. Vijana watatu ikiwa wanafunzi wawili na mwalimu mmoja wamejeruhiwa kwa risasi za kutegemea siku ya Ijumaa ya wiki tunayo ndani ya kijiji cha Katungulu ya kwanza sekta ya Tanganyika tarafani Fizi kutokana na maandamano yaliyoendeshwa na wanafunzi kiisha mwanafunzi wao kufariki katika mazingira ya kutatanisha. Kwa mujibu wa shuhuda mmoja wa kijiji hicho cha Katungulu ya kwanza ambaye hakutaka jina lake litajwe, amesema kuwa wanafunzi walifika kwenye kilio na kuanza kuvuruga mambo tofauti katika hali ya kutaka kuwatawanya kwa kupiga risasi nao wazalendo, ndipo watu watatu wamepata risasi na kubaki na majeraha. Rahia huyo kutoka katika kijiji cha Katungulu ya kwanza anaonesha hapa namna hali ilivyokuwa. Tunatangwa njonu maano no mwana machiwa ano atangilo wa briske bili lwala bazi yawa ele na desmen wakemwe nese ngalonge mwana wake ndome eonge akutu amele kolo bili lwala. Sasa ashishile deja mkatrem dismanite ashimasomo dilake mboko. Sasa baada ya hao msawibi wakile o institute ashimasomo ele nibon kama wenu mwanafunzi yao. Sasa yola lono lusukolo elma sachinachi banafunzi na ba professeur na ba prefet bachihola yola ano piko wanafunzi na tension wa wanafunzi na bokone bacho na action yanji bela bito nanji manifeste na mu manifeste bacho wazalendo bachihola ano ni yanji pika masasi kazi ela action pika masasi bacho mone achimo bale chayo teta mule banafunzi babele na mwalimu omo bashi basatu banafunzi babele na mwalimu ibapata mabale mamachu omumachu bange bapata tuma kolo kawaida ibaye au hospitali tatona manya etaile oile vile hii action yao yatokea ule mazingira mishalo yani alokuto atu briske alokuto abriske tukuto ile china lake longe après des semaines no se china lake awila mwana yonga na changere le même jour le même semaine c'est-à-dire alo china lake ule jeudi ichi wa vendredi mbo mwana yonge ana wa jeudi uchi wa nusu ku vendredi. Yani ile tension yatoke bana ke banafunzi yichwa nicho na tension yabi bashili mu ubana yake ulo masomo tabe apendeza yebo nicho etama acte temamo ano ashi ulo wake. Upande mwingine raia huyo hapa anaonesha vitu ambavyo viliweza kuharibiwa kutokana na maandamano hayo. Kwanza ucho mwalimu tashile wamboko ashile mwalimu ale garso atunguru akabele amasomesha lo senda yani ashile moetana wela suvya yani api kwa bale perdi niyo tetewe machu lakini tashile mbiga manifestation yo ashimuyeta ni nano sashimuyoma sipo reshimo komano reshimo komamu ikulu kwanza chiswa njia kana de prima pema manga chishimo milombo ya boshimo lo lambata kwanza ile pone ponda kababa abechibwa ambechibwa woti ambechibwa bana lumiza batomanga bobo sashwa bazalendo bole ona wapuye kwanza lekyo ate bavivo ashila wemsoshi mwenyewe iwae ndabunduki nyaka escort bunduki nanji pika masasi. Baada ya wanafunzi pata masase uraia sasa wengi tension shiela ni anchi atakirivu lakini tabashile bana bamatua ibela byo byose na mwana wachikibwa mamatela machikibwa nyango yachulwa bite makavati ya nani kwabo ya chika
Tujelekeze huko Uvira ambako milio ya risasi imesikika mara tena ndani ya mji jirani wa Uvira siku ya Ijumaa ya wiki tunayo ya tarehe 25 Aprili 2025 kutokana na hali ya kutokuelewana kati ya jeshi la taifa FARDC dhidi ya wenzao wazalendo. Kwa jambo hilo vuguvugu la machozi ya raia limekemea kwa hali ya juu kitendo hicho na kudai kuanzisha hatua za kisheria. Taarifa tunazo ni kwamba raia wa mji wa Uvira wanapitia changamoto nyingi kutokana na hali ya kutokuelewana kati ya jeshi la taifa FARDC na wazalendo. Dunia Hamisi ni mratibu wa muundo huo machozi ya raia, ameonyesha hapa ni namna gani hali hiyo inaendelea kutishia raia wa ndani ya mji wa Uvira. Siku tatu hivi milio ya risasi iko nasikika sana hapa Uvira, maeneo ya Kavimvira, Mlongwe, na leo ilikuwa ngabo za komina Kalundu, milima inazunguka Kabindula, Kilibula na Songo. Milio ya risasi ilianza na saa 1 za asubuhi, inaisha hapa masaa 7 za mchana 13h. Na hiyo fujo iko nafanyika kati ya soda wa serikali na wazalendo. Tulipima kuita msemaji wa maaskari wa FARDC, akatuambia kama yuko kwenye ratissage na kurekipere maposition zabo zilikuwa ziko walikuwa wameshaziacha depuis siku za mingi. Watu wa moja wa wazalendo wanatuambia kama no, au ni FARDC kwa kuja wachokoza kwenye maposition zabo. C'est pourquoi sisi kama raia ya Uvira tulikuwa tunataka kujulisha wa viongozi wetu kama tunachoka tayari na hiyo hali, tunachoka sana. Tunaomba kwa wakuu viongozi wajimplike mwiyo dossier, sino kama wako jimplike mwile dossier samedi na dimanche vikiendelea vile, donc lundi tutakuwa obligé tuandike barua ya kuambia wazazi kama waache watoto wabakie kumanyumba, wakomersa wote wabakie kumanyumba, watu wote warudie manyumbani. Sababu gani? Tuko na bablesse zaidi ya 4 ambao wamepata mabali perdi, saizi wako kwenye hospitali kuu ya General. Hiyo hali kiendelea vile, hatujui kama tutafanya nini na serikali yetu itakuwa inafanya kazi gani. Serikali imeshacheza nguvu kabambi, juhudi kabambi hapa ya kumaintenir securite. Upande mwingine Dunia Hamisi ameongeza kuwa vuguvugu la machozi ya raia haitafumbia macho swala hilo ili kuendelea kuimarisha usalama kwa raia. Utajua kama mwezi wa 2 na mwezi wa 3 hali ya usalama mdogo hapa kwetu Uvira ilikuwa ni kali sana. Wakuu viongozi wakajitia chini, wakajikaza, usalama ikaanza, watoto wakarudia kwenye shule na activities zote zikaanza. Tuna regrete sana kuona hii yale ambayo unaweza tena jiripoti hapa kwetu Uvira, kupiga masasi kiolela omomazu watoto wako wanaenda shuleni. C'est pourquoi tunashauria kuambia kama hii tabia ikiendelea, donc lundi tutakuwa obligé kama mashirika za kiraia kuambia wanafunzi wabaki manyumbani, wa commerçant wabaki manyumbani, wa montari tuone kwanza wamalize ratissage, alafu vingine viendelee mbele. Tunalomba wazalendo na FARDC waelewane tu. Wazalendo na FARDC waelewane, wote wameshakuwa kitu kimoja, na wanatumikia wote ni nchi moja. Sasa ile ya kuwa nafanya kama hawataki kuelewana, kila watu wanataka wabaki kivyao, wamoja wakienda position wenzao na kuwa fujo, ile inaleta utata sana hapa kwetu Uvira na ndo chanzo ya vurugu. Wote wapende kuchangana na wenzao. Tukiendelea kufanya mambo kama na hayo, tutakia jikuta adui anatuingilia na tunapoteza vitu vya samani sana. Ndio kwa maana hiyo siku ya kwanza vikiendelea tutakuwa obligé tuandikie vibarua wakuu viongozi kuonesha kama wanapaswa fanya reunion urgence juu ya kuangalia gisi watatia bitu en ordre, parce que wazalendo walitoka mumilima wanakuja hapa Uvira, sio maskari ndio waliwaita, ni President Antoine Felix Tshisekedi ndio aliwatoa watoke kumilima waje hapa, waje watetee Uvira. Na wakianza kuwa na vile vitu vya kwanza kupigana huko, kwa hiyo adui atakia kutuingilia hapo Uvira na tusha choka na masasi, na ile itakuwa ni
jambo halitakuwa la maana sana. C'est pourquoi tunaalika kwanza raia yote ya Uvira kwa ukimya, na tunaalika aussi ba autorite yetu kwa kusensibilize basoda na bazalendo juu ya kuapeze tension ambayo iko inaendelea kufanya vuruga papoto Uvira. Naam, na hivi sasa nawakaribisha wenzangu wa michezo na burudani. Karibu kwenye uwanja wa michezo. Shukrani sana kabisa mpenzi msikilizaji wa Zeki Solar ya kijamii Kevo. Leo niko na vulana habari sababu yangu mgongoni kuna kwa habari za michezo. Tuanze na hapa katika mji wa Baraka ambako tournament ya mechi za makara katika hatua yake ya robo finali itaweza kupigwa siku ya 6 ya wiki tunayo tariki 26 April mwaka 2025, ambako mechi mbili ziko kwenye programu ya kupigwa. Majira ya saa 7 kata ya Makampanya utatoka kata Mzwa Fitna zidi ya kata ya Matata, na mechi ya saa 9 kamili za jioni kata ya Malala watakuwa uso kwa uso zidi ya masimu wa jadi ambao ni Kalinga Nord. Lakini tournament tu hiyo katika hatua yake ya robo finali itaweza kuendelea mara tena mpaka siku ya Jumapili tariki 27 April mwaka huu, ambako majira ya saa 7 Kalinga Sud watakipiga vikali zidi ya kata ya Jetome, na majira ya saa 9 kunako uwanja wa Lumumba pa katika mji wa Baraka Moma Kasasu wataweza kata Mzwa Fitna zidi ya kata ya Kibonjwa. Hiyo ndo ratiba ya hatua ya robo finali ya tournament ya mechi ya makata ambayo inaendelea kupigwa pa katika mji wa Baraka. Digu kabambi hapo katika nchi jirani ya Burundi maarufu Primus League katika wiki yake ya 28 itaweza kupigwa siku ya Jumamosi ya tariki 26 na siku ya Jumapili ya tariki 27 April mwaka huu. Ni kwamba siku ya Jumamosi majira ya saa 7 kamili za mchana hapo Burundi Mususuga watakipiga vikali zidi ya Academic Deira, huku Dynamic watakuwa uso zidi ya klabu ya Masipiri. Majira ya saa 9 na dakika 45 Vision wataweza kukaribisha Aigle Noir. Musongati watakuwa uso zidi ya klabu ya Bumamuru, na siku ya Jumapili majira ya saa 7 kamili za mchana Rukinzo watakuwa kwenye uwanja wa nyumbani ukipiga vikali zidi ya klabu ya Ngozi City, huko klabu ya Interstar wataweza kukaribisha Kayanza United majira ya saa 9 na dakika 45. Majira ya saa 9 kamili za jioni klabu ya Messager Ngozi watakipiga vikali zidi ya klabu ya Olympique Star, na kwenye majira tu hayo Flambeau du Centre watakuwa uso kwa uso zidi ya klabu ya Vitalo. Tukumbushe kuwa kwenye msimamo wa ligi mpaka sasa ni klabu ya Aigle Noir ambao wanashikilia nafasi ya kwanza wakiwa na pointi 94, huku klabu ya Bumamuru wanakuja kwa nafasi ya pili wakiwa na pointi 57. Kwenye nafasi ya tatu ni klabu ya Musongati ambao wana pointi 51, Rukinzo kwenye nafasi ya 4 wakiwa na pointi 49. Klabu ya Flambeau du Centre wanashikilia nafasi ya 5 wakiwa na pointi 49, huko klabu ambazo navuruza mkia ni klabu ya Academic Deira ambao wako na pointi 17 wakiwa kwenye nafasi ya 14, huko klabu ambayo inashikilia nafasi ya 15 ni klabu ya Mususuga ambao wako na pointi 13, na klabu ambayo inaburuza mkia kabisa kwenye ligi kuu hapo nchini Burundi ambao ni Primus League ni klabu ya Masipiri ambayo iko na nafasi ya 16 wakiwa na pointi 9. Finali ya Copa del Rey itaweza kupigwa majira ya saa 4 kamili za usiku siku ya Jumamosi ya wiki tunayo ya tariki 26 April mwaka 2025, ambako ni dabi kubwa ambayo itaweza kushuhudiwa kote duniani. Klabu ya FC Barcelona wataweza kupiga vikali zidi ya masimu wa jadi ambao ni Real Madrid. Naweka nukta kuna kwa habari za michezo mpenzi msikilizaji wa redio ya kijamii Kevo. Karibu, asante sana mwenzangu Sudi wa Sudi Valente kwa habari za michezo. Msikilizaji, kama ndo bado umekuja kujiunga nasi, unaendelea kufuata uchambuzi wa habari unayokujia moja kwa moja kutoka kwenye idhaa ya Kiswahili ya Radio Kivu kupitia masafa yetu ya 93.0 FM. Kampuni Fizwan Baraka, Mboko na Misisi ni rahisi kutuma na kupokea pesa cash pote ulimwenguni bila usumbufu. Tuangazie kule Kongolo ambako wanawake waliobakwa na wenye matatizo ya njia ya uzazi wametoa shukrani zao kwa kupata matibabu, hata kwa wengine kufanyiwa upasuaji kwa bure katika tarafa la Kongolo jimboni Tanganyika. Mwenzetu wa huko Kongolo Shabani bin Ibrahim amefuatilia kwa karibu taarifa hizi na hii hapa ni ripoti yake.
wanawake wenye walikuwa na ugonjwa kupitia njia ya uzazi, wale wenye walipata matatizo ya kubakwa na wengine wenye walipata shida wakati wa kuzaa ikawapelekea haja ndogo kutoka bila kuwa na mpango. Hawa wamelazwa kunako kitanda cha matibabu ya wakina mama inajulikana maternite. Ni baada ya wao kufanyiziwa operation na waganga wakuu. Hawa wakina mama wamefurahika kuona kwamba wanarudisha utu wao katika majamii yao, walijikuta hawana tena faida. Radio yako imeingia ndani ya chumba hicho ili kujua kitu gani kinayoendelea. Baadhi ya wagonjwa na wenye wanishafanyiziwa matibabu wakishuhudia yale iliyowapata. Kakuja kusaidia wanawake shitu bali kufanya cesarean. Mama nakuya juu ya hii kampani au daktari alikuwa kutusaidia mkaa ya malari. Ndio kwa maana tunashukuru mama wote walikuwa kututalia kwa msaada wao pamoja na daktari mmoja kutusaidia kwa magonjwa tulikuwa nao tunapona. Mungu azidi kubariki. Turitamba baba hospitali jua tukupata pamoja na Mungu na daktari alikuwa atuponyesha, tunashukuru. Mimi nabashukuru tu, tulitamba kokote tunaenda kubafumu huku lakini banetupa nguvu, tunapata wa daktari wa kutoka Bukavu banetusaidia, banetutunza hapa, tunasikia mzuri. Bashichoke banaga kusaidia benzetu bengine banabakia na magonjwa. Tunabashukuru. Miaka 2 tuko wenzetu walikuwa kutona na magonjwa yetu tulipata. Bashukuru sana. Endelee tena kazi yako. Nafuata tu bien. Nashukuru Mungu ambariki. Asante. Yambariki na mwezi. Bibi Stephanie anakuwa mwanamke mganga mwenye kuhusika na wakina mama wenye kuwa na matatizo ya uzazi. Tunashukuru sana. Bagonjwa mnaona beko ba mingi ni bagonjwa balipata matatizo saa ya kuzala. Balipata matatizo, balisikia mahabari kwa radio, bakakuwa intervenir kwa bure, banakula kwa bure, déjeuner kwa bure, na hivi ba mingi batatoka leo barisha kupona. Tunaita tu wazazi wengine batasikia kule beko saa batasikia kwa radio, aba banaenda batakuya tena après 3 mois, ni mujuin banaweza banarudia. Mwenye tena tashikia habari ku radio akuye matunzo yako ni kwa bure. Bako na gonjwa bengine mifuko ilipasuka basaya kuzala kule kwa mbaya beko suivi na bantu benyewe abana hatuna vya kusema sino ba mingi ni matatizo ya njia ya kuzala ndio ilipasuka saa ya kuzala. Nikiripoti kutoka Kongolo, jimboni Tanganyika, nimeitwa Shaban bin Ibrahim kwa niaba ya Radio Kivu Baraka. Na huko kwenye muji wa Butembo ni kwamba muji wa Butembo kwa sasa utafanyiwa ulinzi, hasa doria za usiku na jeshi la taifa FRDC pamoja na askari polisi. Hivyo nikiisha vitendo vya usalama mdogo kuripotiwa kwa kila siku katika eneo hilo. Zango Simuviswa Kapuni na ripoti kamili. Kwa mujibu wa meya katika mji wa Butembo umezidi kuongezeka na pia kona zote za mji sasa zimejaa watu. Ni kwa hiyo polisi imeshindwa kabisa kuwa mahala fulani na popote katika mji wote wa Butembo. Ni kwa hiyo ni jambo la maana kufanya doria za pamoja polisi na askari jeshi za Kongo zitakazosaidia kufanya ulinzi katika mji. Ndiyo, tulizungumzia pia kuhusu swala la ukosefu wa usalama. Ni kwa hiyo tumeamua kwamba tutafanya doria za pamoja polisi na askari jeshi za Kongo. Tunaomba raia watusaidie sababu uhalifu wazidi kuongezeka katika mji wa Butembo. Mji umeongezeka sana, na mji unapoongezeka sana kuna wale wahalifu na watu wazuri. Ni kwa hiyo hizi doria za pamoja FARDC polisi zitatusaidia ili kupunguza huo uhalifu. Ni kwa hiyo tunaomba raia watangaze mtu yoyote ambaye ni mbaya, makundi yote yanayozaniwa kuwa mabaya, au kama mtu anajua maeneo ambapo wahalifu wafanyia mikutano lazima atuambie ili twende tuwafyeke. Meya aliwakumbusha viongozi wa usikao na usalama kwamba katika kufanya kazi za doria ni sharti waheshimu haki za binadamu. Sio sasa muda wa kunyanyasa raia, alidokeza Moa Bayeki Deliroje. Butembo, Nzangosi Muviswa
Radio Kivu Baraka. Tuangazie na kwenye habari hizi za kitaifa ni kwamba rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila Kabange anapatikana kwa sasa nchini Eswatini ili kushiriki katika sherehe zinazoashiria kumbukumbu ya miaka 57 ya mfalme Mswati. Mwenzangu Safari Dilu Alimasi pamoja na Izaki Mulucha Ashibe wameshirikiana kwa pamoja na kupekua magazeti. Hii hapa ni ripoti yao. Naam. Rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila Kabange alionekana huko Eswatini, nchi ambayo zamani ilikuwa ikiitwa Swaziland, ambapo ameshiriki Ijumaa katika sherehe zinazoashiria kumbukumbu ya miaka 57 ya mfalme Eswatini wa 3 mbele ya watu kadhaa kutoka nchi hiyo. Kuonekana kwake katika nchi hiyo kumekuja wakati ambapo rais huyo wa zamani wa DRC anafanya safari zake za mara kwa mara katika nchi za Afrika ya Kusini na Mashariki. Mashtaka kadhaa dhidi yake aliweza kuanzishwa na serikali ya DRC. Wizara ya Sheria ya Kongo inamshtaki kwa ushiriki wa moja kwa moja katika shambulio linaloongozwa na Rwanda kupitia harakati za AFC M23. Kuzuiliwa kwa mali zake ikiwa ni moja ya hatua zilizochukuliwa na serikali ya DRC. Pia washirika wake kadhaa wa karibu ni baadhi ya watu watakaozuiliwa. Na labda Isaac Mulucha, katika siku za nyuma ilisemekana kwamba rais wa zamani wa DRC Joseph Kabila Kabange yuko huko Goma. Kwa sasa anaonekana yuko Eswatini. Ili limepokelewa vipi? Mwenzangu Safari Alimasi Dilwe, watu wamejawa mshangao baada ya kumuona rais huyo wa zamani akiwasili nchini Eswatini. Hivyo ukilinganisha na tangazo lililotolewa juma iliyopita kwamba kinara huyo wa PPRD aliwasili mjini Goma, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, madai ambayo yalikanushwa baada ya kuonekana kwamba hayana uhakika wowote. Izaki vile chama cha PPRD ambacho ni chama cha kisiasa kinachoongozwa na Joseph Kabila pia kimezuiliwa kufanya shughuli zozote zile na Wizara ya Mambo ya Ndani. Mamlaka inamkosoa mkuu huyo wa zamani wa serikali tabia yake ya kuwa nyuma kwa hali ya usalama mdogo mashariki mwa nchi, haswa kimya wake juu ya vita vya sasa na kuonekana kwake Goma, mji ambao uko chini ya udhibiti wa AFC. Mwenzangu Isaac Mulucha, unaona kweli serikali itaendelea na mashtaka yake dhidi ya rais huyo kwa kusema kwamba alipatikana kule Goma, mji ambao unamilikiwa kwa sasa na AFC M23? Safari Alimasi Dilwe, ikumbukwe kuwa madai yanayosema kuwa rais wa zamani Joseph Kabila Kabange anashirikiana na M23 hayakutolewa tu pale ambapo rais huyo aliwasili mjini Goma. Ikumbukwe kuwa yalitolewa kabla hajawasili mjini Goma na rais Felix Tshisekedi mwenyewe. Baada ya madai hayo kukanushwa na baadhi ya vyombo vya habari, Wizara ya Sheria nchini iliendelea kumfuatilia rais huyo wa zamani Joseph Kabila Kabange. Kutokana na madai yote hayo ya serikali, kwa mujibu wa PPRD imetaja kuwa mashtaka hayo ya kejeli ni matumizi mabaya madaraka. Chama hicho kinadai kwamba bwana Kabila hakuweza kufika Goma na yuko nyuma vikundi vyote vyenye kushikilia silaha. Safari, licha ya madai hayo, utawala unadai kuwa ulitambua ushirikiano wa rais huyo wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kikundi cha AFC M23 kabla hajawasili mjini Goma. Lakini kwingineko mvutano uliongezeka Jumatano hii wakati Marie Olive Lembe ambaye ni mke wa rais wa zamani Joseph Kabila alilaani uwepo usio halali wa serikali ya DRC kwenye shamba la familia la Kundelungu kusini mashariki mwa nchi. Kulingana naye, jeshi la taifa FARDC lilifanya vitendo vya uporaji na vitisho bila agizo rasmi. Asante sana wenzangu kwa ripoti yenu hiyo. Wacha sasa tukamilishe uchambuzi wetu wa habari na uko Burundi. Rais wa Burundi Meja Jemedari Evariste Ndayishimiye amewataka wabunge kutumikia wananchi katika kutimiza ahadi za kuwasikiliza changamoto zinazowakabili wananchi wa nchi hiyo. Bukuru Elias Daniel ni mwanaripota wetu wa huko Burundi, ametuandalia ripoti ifuatayo. Akizungumza mkoani Gitega, makao makuu ya nchi, rais wa Burundi Mheshimiwa Evariste Ndayishimiye amewataka wabunge kuwatumikia wananchi na kuiga mfano kutoka kwa wabunge wengine wa ukanda wa Afrika ya Mashariki. Ico twakubwira bati abende gihugu nibo batwara mwibwirizwa shingiro byanditse neza babi aribo bavyikoreye canke baciye kwa baserukira. Aba baserukira rero nibajye bashinga amateka. Urumva twe tulibagira ko ndio maana wanapaswa kujua kuwa wananchi ndio viongozi kwa mujibu wa katiba ya nchi, aidha kupitia wao wenyewe au kwa wawakilishi ambao ni wabunge. Lakini sisi tunasahau kama ni watumishi wa wananchi wanaotutuma, na kuna ambao ukiangalia wanamaliza muhula bila kuzungumza chochote bungeni, akisubiri mwenzake apandishe mkono halafu na yeye apandishe.
labda huyo atakuwa amemwakilisha nani bungeni. Mimi nimekuwa nikiangalia wabunge wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, labda mkiangalia hata nyie kuna uhusiano wote na bunge letu. Huwa najiuliza kwa nini wabunge wa Tanzania unakuta ni wamoto sana na wakali wakiwa bungeni, hata wakati wa bajeti ya serikali. Lakini naelewa wao Tanzania au Uganda wanaangalia kazi kwa ajili ya wananchi. Sisi tupo kwenye ile dhana ya uongozi, hatujaona dhana ya kuwa wawakilishi wa wananchi. Sisi ni watumwa wa wananchi, na hilo tunapaswa kuiweka akilini. Kama wanaotuchagua ndio wanaotutuma. Yibiti nituraja muri logique yo guserukira bene gihugu, turabasuku rero nitubaze rero abo kantu tugatware yuko amatora tuba tugiye gutora abatubera basa. Nikiripoti kwa niaba ya Radio Kivu Baraka kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli. Mwisho kamili wa uchambuzi wetu wa habari siku ya leo. Msikilizaji, shukrani kwako kwa kututegea sikio mwanzo hadi tamati. Shukrani pia kwa waandishi wenzangu waliokusanya uchambuzi huu. Bila kumweka kando rubani wangu Merci Mbele Chimohiz alikuwepo kwenye dawati la mitambo ili kuniwezesha sauti yangu kusikika popote pale unapoendelea kutufata kwa wakati huu. Msomaji wako wa siku ya leo mimi ni mchumbe wa mkulima na Fatuma. Sina la ziada, nasema kwa heri. Taarifa hii ya habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One.